Waimbaji chipukizi wa nyimbo za Injili wameshauriwa kumshirikisha Roho Mtakatifu katika huduma zao za utunzi wa nyimbo, sambamba na kumwomba Mungu awape mafunuo ya kile ambacho jamii inahitaji kwa wakati husika wa utunzi wa kazi zao. Ushauri huo umetolewa na mwimbaji chipukizi wa nyimbo za Injili jijini Mbeya, Rachel Princess Asei, wakati akizungumza na Upendo Media. Katika mahojiano hayo, Rachel Asei amewakumbusha waimbaji wa nyimbo za Injili kujikita katika maombi na kumshirikisha Mungu kikamilifu katika mchakato wa uandishi wa nyimbo zao, huku akisema kufanya hivyo kutawasaidia kupata ujumbe wenye nguvu utakaogusa, kuponya na kuokoa wasikilizaji wa kazi zao. Waimbaji wenzangu wa gospel, yani nyimbo tuziandae kwa mwongozo wa Roho wa Bwana, lakini pia tujizindike sana kwenye maombi kuliko kuamini vitu au kuwa na tamaa vitu. Sehemu ambayo unatamani kufikia, Mungu anaweza kukufikisha kwa wakati wake. Kama una huduma, kwanza indipu uzame kwenye maombi, lakini pia kabla hata hujatoa nyimbo yako, iombee kwanza. Au yani kabla hata hujaifikiria, muulize Mungu kwamba sasa hivi watu wanahitaji nini. Yani mtu yote ambaye unafanya gospel, usifanye kwa ajili yako, fanya kwa ajili ya watu. Kwamba wale watu, mtu atakaposikia nyimbo yangu, kuna mwingine atasikia ipo klabu au yupo mazingira ambayo sio mazuri, kusikia nyimbo yangu tu atatamani hata kumjua uzuri wa Yesu upoje. Aidha, mwimbaji huyo ameeleza tofauti iliyopo kati ya waimbaji wa nyimbo za Injili wa zamani na waimbaji chipukizi wa sasa, huku akifafanua siri ya nyimbo za Injili za zamani kudumu kwa muda mrefu. Nyimbo za sasa hivi wengi wanafanya biashara, lakini wengine pia ni walimbi kweni wa muziki. Ndio maana utakuta ni mwimbaji wa gospel lakini anaandikiwa muziki. Tofauti na zamani, kilichofanya nyimbo za zamani kwamba zina mafuta mpaka sasa. Wale walikuwa wapo kwanza indipu kwenye maombi, lakini pia walikuwa wanaenda kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Lakini sasa hivi waimbaji wa gospel wamekuwa wanafanya biashara au kufanya vitu waonekane kama wanafanya, lakini ndani sivyo. Ndio maana hata nyimbo unakuta inatoka, mtu akisikiliza wiki atamani tena kuisikiliza. Katika hatua nyingine, Rachel Asei ametaja baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo waimbaji chipukizi wa nyimbo za Injili, ikiwa ni pamoja na changamoto za kiroho pamoja na kutopata msaada wa kutosha kutoka kwa wadau wa muziki wa Injili. Unajua muziki wa sasa hivi ni tofauti na wa zamani. Sasa tunatamani tuwe na yale mafuta ya zamani. Sasa ili kuwa na mafuta yale ya zamani, yani muziki unapoandaa kwanza tuandae kwa maombi. Sasa hivi wanamuziki watakwambia mimi nimetungia nyimbo studio. Yani ni kitu ambacho sio kama nakipinga sana, lakini siamini kama inaweza kuwa kitu kizuri, kwa sababu kila kitu kizuri kinakuwa na maandalizi. Changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo ni kukatishwa tamaa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Watu kukubali kile kitu ambacho upo nacho na mawazo yako ambayo upo nayo. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni kukatishwa tamaa na watu mbalimbali, lakini pia ugumu wa muziki jinsi ulivyo kuupata, hasa kwa sisi ambao ni watoto wa kike. I will worship God forever and ever, forever and ever, forever and ever. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV.